Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Ni siku tena nzuri aliyotustanisha mahali hapa. Katika jina la Yesu tukae kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana. Mungu akubariki sana ambaye saa hizi umeweza kuwa nyumbani mwake. Karibu sana. Karibu sana. Mawazo, akili zako, fikra zako sasa ziwepo wapi? Ziwepo madhabahuni. Amen. Mambo yote ya wiki nzima, mapito yote ya wiki nzima, tumefika hapa, tunamwambia Bwana, ongoza kila kilichokuwa changu. Amen. Mawazo, fikra zako, kila kitu kitakuwa chini ya usimamizi wa Bwana. Amen. Mungu wema la makimbilio hatakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana kwa uwepo wako mahali hapa. Kichwa cha habari cha neno la leo, bado tuko katika mlolongo ule ule, lakini leo tunasema kwenda kuangalia miujiza siku zote hutoka katika vyanzo visivyotarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Miujiza siku zote hutoka katika vyanzo visivyotarajiwa. Hilo ndilo neno letu la msingi. Amen. Tukizingatia kwamba tuko katika kanisa la kinabii. Amen. Kanisa la kinabii, kanisa ambalo Mungu mwenyewe ndiye anayetenda mahali hapa. Amen. Wengi tumepokea miujiza mingi sana. Wengi tumemwona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Miujiza siku zote hutoka katika vyanzo vile visivyofanyaje? Visivyotarajiwa. Lakini pamoja na hayo, neno hilo linaendelea kuwa ni maandalizi ya mwaka wa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa ushindi, lakini pia mwaka wa ushindi na limbuko. Amen. Kwa sababu tulijua mwezi huu tuko katika maandalizi makubwa sana ya limbuko. Amen. Ambayo hitimisho lake nafikiri ni muda si mrefu, kwa kadiri tulivyosikia wakati mwaka unaanza nabii alivyotueleza. Andiko kuu la siku ya leo linatoka katika kile kitabu cha Isaya 55 mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Bwana uko tayari? Isaya 55 mstari wa 8. Isaya mlango wa 55 mstari wa 8. Inasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Asema Bwana. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu. Asema nani? Asema Bwana wa majeshi. Amen. Neno hili si geni, lakini tumekuwa tukilisikia sana. Hata mimi nimekuwa nikilitumia sana. Amen. Lakini pia tutakuwa tukiangalia, wiki iliyopita tulitembea na andiko moja, au tulikuwa katika somo ambalo lituonyesha kwamba kutoka nje ya kijiji. Amen. Mnakumbuka nje ya kijiji tulizungumzia kitu gani? Mnakumbuka wale tuliokuweko Jumapili iliyopita kuhusu nje ya kijiji? Hatukuweko ilikuwa tulizungumza nani alitoka nje ya kijiji? Bwana Yesu asifiwe. Nani aliyetoka nje ya kijiji? Haya, katika Biblia nani alitoka nje ya kijiji, au nani alitolewa nje ya kijiji? Ngoja niendelee kutafuna basi. Asante sana mama, Mungu akubariki sana. Ni nani? Kipofu. Amen. Kipofu alitolewa nje ya kijiji. Tena tukatoa ufafanuzi nje ya kijiji maana yake nini. Bwana siwe sana. Tulitoa ufafanuzi wa nini maana nje ya kijiji. Ni kufanyaje? Basi tutakutana nalo huko mbele. Jumapili iliyopita tulijifunza neno hilo kupitia Marko ngapi? Marko 8. Jinsi Yesu alivyomshika yule kipofu na kumpeleka nje ya kijiji. Tuliona kuwa ili kupokea miujiza yako, ile kipofu ili aweze kupokea muujiza wake, aweze kupokea miujiza, Yesu alimtoa nje ya kijiji. Tulisema nje ya kijiji maana yake nini? Alimtoa nje ya mazoea,
nje ya ile sehemu aliyozoea. Amen. Nje ya wale watu waliokuwa wamemzunguka. Tulilifafanua vizuri sana kwamba muujiza wako, ukikubali kumfuata Yesu, ukikubali kuongozwa na Yesu, haijalishi wewe utakuwa wewe ni kipofu. Kipofu maana yake labda hujui hapo mbele pana nini, hujui unapokwenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tuliona kwamba ili tupokee miujiza yetu ni lazima tukubali kufanyaje? Kuongozwa na nani? Na Yesu. Na lazima ili uweze kuona njia mbele, ni lazima ukubali kuongozwa na Yesu. Ndipo utakapofika katika safari yako. Lakini leo Roho Mtakatifu anatupeleka hatua moja mbele zaidi. Kutoka nje ya kijiji. Amen. Nje ya kijiji na maana ni sehemu ya mazoea. Ni mahali ulipopazoea. Labda kazini kwako, mahali ambapo umepazoea. Unajua hapa kwenye ofisi yangu, hapa kazini kwangu ni mahali penye nini? Penye kila kitu. Riziki zangu zote, kila kitu, kula yangu nitaipatia wapi? Hapo. Amen. Lakini sasa leo Yesu anakuambiaje? Yesu anakuambia muujiza inaweza katoka katika vile vyanzo usivyovitarajia. Yaani wewe unawezekana sasa hivi unategemea ile kazi yako. Bwana asifiwe sana. Unategemea nini? Ile kazi yako. Lakini mawazo yako si mawazo ya nani? Ya Mungu. Yeye Yesu huenda anakuwazia tofauti zaidi, tofauti na mazoea, tofauti na kile ulichofanyaje? Ulichokizoea. Yesu anakuwazia mbele zaidi. Sasa tumekuwa wengi wetu hapa, pamoja na mimi, pamoja na yule, tumeingia 2026 tukiwa na mipango mingi, tukiwa tumeplani plan A, plan B. Kichwani tumeweka mambo mengi, ambao kubwa zaidi kama nilivyosema ni pale ambapo tunapofikiria mwaka huu labda nitafanikiwa kupitia hii kazi yangu, kupitia hii biashara yangu, au kupitia shamba, au kupitia kile kitu ambacho kwako kilikuwa ni nini? Ni mazoea. Wewe unategemea kwamba chochote mafanikio yako yoyote yatatoka ndani ya kile kitu ulichokizoea, plani ambazo ulizozizoea. Amen. Lakini Yesu anakuambia muujiza wako mwaka huu hautatoka mahali ulipofikiria, utatoka katika chanzo usichokitegemea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Yesu hataki uweke imani yako mahali pamoja. Amen. Anataka umtegemee nani? Umtegemee yeye, na siku zote umwaze yeye, kwamba yeye ndio anayeweza kukushika mkono, yeye ndio anayeweza kukufikisha katika nini? Katika malengo yako. Na ndio maana leo tunakusanyika kanisani. Hata tunavyokuja hapa unategemea kwamba yamkini au labda Yesu au utapata neno la kinabii ambalo Yesu atatamka kutoka. Ndio maana kuna wakati watu wanakuja hapa, nabii anaweza kumwambia, anakuja na plani yake na mawazo yake kichwani, lakini anapata ufafanuzi kwamba hiyo kazi ulionayo sasa hivi yani anakuja amewaza, ana migogoro kazini, lakini kumbe Mungu anataka amuondoe pale, lakini ile plani yake ni pale. Nabii anamwambia Mungu anataka akubadilishie nini? Akubadilishie kazi, akutoe hapo ulipo, akupeleke mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na plani nyingi, lakini hizo plani unazofikiria ndio hizo, yamkini zile plani unapokuwa unaziwaza au kichwani mwako umezitafakari kwamba kwa kazi yangu, kazi yangu, zile plani sasa ndizo zinazokupelekea hata unapofika mahali unaamua kumsaidia Mungu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hapa wamewahi kumsaidia Mungu kazi? Au labda hujui ni kwa namna gani unamsaidia Mungu kazi? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ni kwa namna gani unamsaidia Mungu kazi? Haya, ngoja niulize swali moja. Kwenye Biblia unamjua mtu yote ambaye aliwahi kumsaidia Mungu kazi? Labda hapo mtanielewa. Wasomaji wa Biblia, ni nani aliyewahi kumsaidia Mungu kazi katika Biblia? Mungu si fundi wa kila kitu bwana, si ndio? Nani aliyewahi kumsaidia Mungu kazi? Hauwezi kuhisi kwamba kuna mtu alimsaidia Mungu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo Mungu anasema kuna
ninakuja na kitu kinachosema acha kumsaidia Mungu kazi. Yaani unapokuwa na kile kitu ulichoplania, kwa mfano umewaza kazini kwako au kwenye biashara yako, unataka mafanikio haya, ukasema hapana. Ngoja niende kwa Karmanzira. Hujamsaidia Mungu kazi. Sina maana umetoka kwake kabisa. Kile kitu ulichokuwa yani unasema ngoja hapa Bwana ameshindwa. Ngoja hapa Mungu amefanyaje? Ameshindwa. Ngoja nimsaidie. Lakini kwenye Biblia, tuachane na mambo ya Karmanzira. Kuna watu ambao walijiona wako kimungu kabisa. Kuna mtu anaitwa nani? Ibrahim. Ibrahim alifanyaje? Alimsaidia Mungu nini? Kazi. Kwa namna gani? Kuna mtu anaweza katueleza hapa? Kuna mtu anaweza kutufafanulia? Ibrahim alimsaidiaje Mungu kazi? Ibrahim na mke wake, ngoja niendelee kutafuna. Ibrahim na mke wake, si walimsaidia Mungu kazi? Si walichoka kusubiri? Mama akasema, si walichoka kusubiri? Sasa akasema hii Mungu hii tunamsubiri mpaka lini? Wacha sisi twende hivi. Sasa usitake kumsaidia Mungu kazi kama vile nani? Ibrahim. Ibrahim alichoka kumsubiri. Mungu alimwambia utakuwa nani wewe? Utakuwa baba wa mataifa. Lakini sasa akaona itilii, ili mimi niweze kuwa baba wa mataifa. Tena Ibrahim bana alimsikiliza nani? Alimsikiliza mke wake sana. Si ndio? Sasa naona mtu nilimwoniaga huruma pia, hata mimi nikikaaga nikitafakari hivi. Ni nani? Ni Ibrahim. Sasa Ibrahim kamsikiliza mke wake, si ndio? Ahadi imekuja kutimia. Ahadi imekuja kufanyaje? Sara kamgeuka. Hamtaki tena nani? Ulinishauri wewe bwana, utabakije bila jina. Lakini sasa Sara hamtaki tena. Hamtaki nani? Hajiri. Hamtaki tena Hajiri na nani? Na mtoto wake. Sasa hapo Ibrahim anapiga hesabu, itakuwaje? Kwa hiyo anaona lile la mwanzo sio dhambi, lakini ile la kuambiwa huyu mtu simtaki ndio nini? Ndio dhambi. Anaona hapa nitamkosea Mungu, lakini kule alikuwa hajafanyaje? Hajamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Ibrahim anaenda kwa Mungu. Si unajua wale walikuwa ni mabesti sana Aise, itakuwaje? Mungu naye anamuuliza itakuwaje kivipi? Bwana huyu mama ananiambia Bwana hamtaki tena huyu. Mungu alimjibuje? Msikilize mkeo. Wewe si ulimsikiliza? Kwani ulinishirikisha? Kwani ulinishirikisha? Ibrahim akufanyaje? Hakumshirikisha Mungu wakati ule. Lakini labda angeenda kumuuliza Mungu. Mungu anamwambia nimekwambia subiri. Nimekwambia fanyaje? Subiri. Sasa hukunishirikisha. Leo unakuja kuniambiaje? Unakuja kuniuliza ushauri gani sasa? Mimi nikuambie nini? Yule uliomsikiliza mwanzo, endelea kufanyaje? Kumsikiliza. Amen. Kwa hiyo mfano wa Ibrahim ni mfano wa watu ambao walipoona ile ahadi inachelewa, wakaona haiingia akilini, sababu wamekuwa nini? Wazee. Amen. Wakaamua kutumia akili zao. Wakampata mtu anaitwa nani? Nani anaitwa? Isaka. Ishmael. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa Hajiri. Hajiri au Hajira. Kwa hiyo sasa tukaja tukaona sasa hapa kuko na matokeo ya Ishmaeli na matokeo ya nani? Ya Isaka. Ishmaeli ni matokeo ya jitihada za kibinadamu. Bwana asifiwe sana. Ishmaeli ni matokeo ya nini? Jitihada za kibinadamu. Lakini Isaka ni matokeo ya nini? Ya ahadi ya Mungu. Matokeo ya ahadi ya Mungu. Sasa
Kwa Ibrahim, Ishmaili ni chanzo alichokiona yeye kipo, ni bora. Lakini Isaka ni chanzo kisichofanyaje? Kisichotarajiwa, kwa sababu yeye kwenye akili zake alikuwa amini, lakini Mungu anamwazia mema, lakini yeye mawazo yake yeye hapana. Mawazo yake yeye hapana. Amen. Kwa hiyo sasa unapoomba mwaka huu, acha kumpangia Mungu jinsi ya kukujibu. Amen. Pale unaposema Mungu nibariki, unapokuwa unawaza Mungu nibariki kupitia mjomba wangu, Mungu nibariki kupitia fulani, labda ulienda kwa ndugu, ulienda kwa jamaa, rafiki, kwenda kutafuta Wacha mimi nikueleze story moja. Mimi binafsi, mimi wakati napiga huko nyuma, hata nilikuwa sijaoa, siyafanyaje, sio kama nilikuwa nimeoa, lakini wakati huo napigania maisha. Kuna mjomba wangu mmoja, ndugu yangu mmoja, alikuwa ni tajiri. Amen. Ni tajiri sana. Ana hela nini? Na yule ndugu yangu yeye alikuwa nikikutana naye hizi 50,000, laki, 200,000. Yaani zilikuwa, hizo nilikuwa siombi. Amen. Yaani nilikuwa mimi nikienda kumsalimia, labda amekuja Arusha, ananiambia anasafiri, anaenda $100, $200. Hivyo vilikuwa vitu vya kawaida. Lakini siku wakati huo sasa nikawa na shida. Yaani hiyo ilikuwa singoji kupewa. Nilikuwa singoji kufanyaje? Nije nipewe, lakini nilikuwa na shida kama 500,000 hivi au 600,000. Nikapiga hesabu. Sasa nikasikia huyo ndugu yangu alikuwa yuko wapi? Yupo kijijini. Mimi nikapanga safari. Nikaenda. Nikamkuta vizuri, ni amekaa pale, tukapiga story na nini. Sasa hapa najiuliza, hapa nikiagaga hapa sikosi 100,000-200,000. Awe katuo mdogo. Lakini sasa hata kinipa ile 100,000-200,000, mimi itakuwa ile lengo langu. Sasa kinipa alafu nikaja nikaomba, sitakuwa nimeharibu kabisa. Ataniambia hiyo uliniomba? Akabidi nijilipue. Kaambia bana, bana mimi kilichonileta bana hapa ni 1 2 3, nilikuwa na shida hii na hii. Akaniambia bana mjomba, leo hali ni mbaya sana hizi. Yaani bana mambo yangu bana, nimekuja kwanza nimeshakaa huko kijijini na nini, leo hamna kitu. Nimeshaunguza nauli. Yaani kwa dalili nilizoziona, hata ile ndio kwa napewa hapa afanyaje? Hakuna tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa hakuna tena. Nikaondoka. Yule si rafiki yangu, si ndugu yangu, nilimchukia. Unaona bwana? Sasa muda ukapita. Siku moja nikaja nikakutana na mtumishi wa Bwana mmoja, kama labda hivi kama vile wewe sasa hivi unavyokutana na nabii anakupa njia nini na nini. Naona ndio maana sasa hivi nafurahi sana watu wanavyokuwa wana nabii. Jipongeze sana kwa kuwa na nabii. Amen. Sasa yule mtu nikawa nimueleze ile seniority, nikamueleze ile hadithi nini na nini. Lakini akaniambia, Kelvin, ngoja nikwambie. Huyu ndugu yako si alikuwa anakusaidiaga? Jana si alikusaidia. Sasa leo hali yake leo amekwambia 1 2 3. Kwa nini umchukie? Kwa nini usikumbuke jana? Amen. Ni kama vile labda hapa kanisani nabii anapofanyaje? Anapokupa mwongozo. Alafu inafika kesho kutwa ule mwongozo umefanikiwa, lakini kesho kutwa unasahau kwamba kumbe nabii jana alikufungua, alikuonyesha njia. Wewe unakuja unaangalia sasa hivi labda siku hiyo bahati mbaya umepita njiani, umefanyaje? Umejikwaa. Basi wewe yale yote ya nyuma unafanyaje? Unahesabu kwamba ni mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuna watu namna hiyo wengi Si wengi wako hapa Sema na mimi ni mmoja hapo, lakini siwe kwa jina la Yesu. Amen. Sasa yule pastor kaniambia, lakini pia ujitafakari wewe. Lakini kuna kitu kimoja nimesahau kuambia. Yaani wakati naongea na yule ndugu yako pale, akaja mtu mmoja pale, akapewa $200 kabla mimi sijaeleza shida yangu.
Baada ya kueleza shida yangu pia nikwambia, na akaja mwingine akapewa dola hii 100. Yoro iliniuma. Lakini sasa yule mtumishi wa Bwana akaniambia, labda kilichokufanya wewe ukakosa ni kilicho ndani yako. Bwana asifiwe sana. Labda kuna nguvu fulani zilizokuwa ndani yako. Lakini pia niliacha kumtegemea Mungu, nikaweka mawazo yangu kwa nani? Kwa mwanadamu. Lakini Mungu akanionyesha siku zote mimi nimekuwa nikikufanyaje, na alikuwa Mungu akinivusha mahali ambapo ni pakubwa zaidi ya nini? Zaidi ya hapo. Lakini pale mimi nilichukua kibinadamu kabisa. Nikaacha kumwaza Yesu, nikaacha kumwaza Mungu kwa namna yoyote ile. Amen. Sasa kumbe nikosesha mimi ni nguvu iliyokuwa ndani yangu, ambayo hiyo nguvu mimi mwenyewe niliivaa kwa kuacha kumtegemea nani? Yesu. Nikawaza chanzo changu kikawa chanzo cha nini? Cha kibinadamu. Mimi nikaenda kutafuta chanzo changu binafsi. Nimesema nikupe hiyo sasa uone sasa si vizuri unapomtegemea ndugu yako aliyoko Uingereza, aliyoko Dar es Salaam, aliyoko wapi. Wewe jua kabisa kwamba Yesu Kristo ndiye chanzo chako, ndiye atakayekupa nini? Muujiza wako, ndiye atakayefungua na kubariki huo muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namba 2. Njia za Mungu ni za kushangaza. Njia za Mungu ni za nini? Ni za kushangaza. Mungu ni Mungu. Wewe si nani? Wewe si Mungu. Yaani hicho kitu inatakiwa mara nyingi sana uwe unakisema moyoni mwako kwamba Mungu ni Mungu, mimi si Mungu. Kama ungeweza kuelewa kikamilifu jinsi gani utapata pesa either za kodi au za ada ya mtoto wa shule, yaani ukajua kabisa nikienda hivi mimi napata, nikienda hivi napata, basi huo kwako usingekuwa nini? Usingekuwa muujiza. Singekuwa na uhakika na mambo yako. Hapo kuna cha kusema tena, kwa sababu hivi unajua muujiza, unajua kuna muujiza kwa Mungu, alafu kuna muujiza kwa shetani, si ndio? Muujiza, unajua sasa muujiza wa shetani, yaani inawezekana una kitu fulani ambacho Mungu ameshafanyaje? Ameshakibariki. Ameshakibariki kabisa. Lakini sasa unapofika unamwacha Mungu, unampa shetani nafasi. Hujai kusikiaga mtu anamwambia yaani ile biashara imekufa kimeujiza kabisa. Imekufa kimeujiza kabisa. Yaani ile biashara, yaani alikuwa anategemea mambo mazuri kabisa. Lakini sasa alikuwa yuko na Mungu. Shetani naye anapata muda wake wa kukupiga tiktaka yake. Sasa hiyo inakuwa ni ya nini? Anaua kabisa. Ndio anakuambia yaani naona kama miujiza. Yaani kupata sio muujiza. Yaani yeye sasa amekosa. Anaona kama nini? Anaona kama vile miujiza. Amen. Kwa hiyo kama kuna plani ambayo una uhakika kabisa nafanya hivi na hivi, hiyo inakuwa nini? Inakuwa sio muujiza. Amen. Kuna miujiza mingi sana katika nini? Katika Biblia ambayo haikutarajiwa. Kwa mfano, Elisha alilishwa na nani? Wasomaji wa Biblia. Alilishwa na kunguru. Bwana asiwe sana. Yaani wasomaji wa Biblia tuko wengi. Sasa Elisha alilishwa na kunguru. Hivi mnajua sifa ya kunguru? Elia. Mnajua sifa ya kunguru? Yaani kafuatilie. Kati ya ndege wachoyo huku duniani. Kunguru ni wa nani? Ni wa kwanza. Yaani kunguru ni ndege ambaye ni mchoyo. Kwa hiyo Elia hakutegemea kwamba leo angekuja kulishwa na nani? Na kunguru. Kwa kile ni chanzo kisichofanyaje?
kisichotarajiwa. Yesu alilisha maelfu ya watu chakula kupitia nini? Kupitia mikate. Wale watu waliokuwa pale walitegemea ile mikate. Ni nani alikuwa nayo? Wasomaji wa Biblia, ni nani alikuwa nayo? Nani? Wanafunzi walichukua, kuna watu walikuwa wanavika. Mtoto. Soma vizuri. Ni mtoto, labda yeye, kwa mfano kama wewe baba sasa hivi au mama hapo, wa mama, mfano mzuri wa mama, amepika mandazi yake vizuri, anambia leo kuna mkutano pale, mtoto nenda kafanyaje? Nenda kauze pale. Kwa hiyo yule mtoto alikuwa amekuja pale kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Kufanya biashara. Lakini kupitia ile mikate ambayo mtoto alikuwa amebeba, Yesu akafanyaje? Akalisha wale watu. Yaani wanafunzi wa Yesu hawakutegemea kabisa huo muujiza. Walitegemea labda Yesu atatoa hela au nini, waende vijijini kule kwenda kuwatafutia watu nini? Kuwatafutia watu chakula. Amen. Lakini Yesu akafanya chanzo kisichofanyaje? Kisichotarajiwa kabisa kabisa. Amen. 2026 Mungu atatumia vyanzo tofauti kabisa katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Hata mshangilii jamani, au mnataka atumie vyanzo vile vile? Mungu atatumia njia ambazo akili yako inakataa ili kudhibitisha yeye ni nani? Ni Mungu. Yaani akili yako na mawazo yako hayapo, kwa sababu wewe unategemea ile kazi yako, lakini Mungu anakupeleka wapi? Anakupeleka tofauti kabisa kabisa kabisa. Amen. Bwana anakuambia usiwe na hofu unapoona mambo hayaendi kama ulivyopanga. Hapo ndipo Mungu anapojiandaa kufanya nini? Surprise. Amen. Yaani pale unapoona mambo ni magumu kabisa, Mungu ndipo hapo mahali anapokufanyia nini? Anapokufanyia surprise kabisa kabisa. Amen. La tatu. Amen. Hapa la tatu tunazungumzia limbuko na sadaka, ufunguo wa vyanzo visivyotarajiwa. Limbuko lako uliloliandaa na sadaka yako, amen, ule ndio ufunguo wako wa vile vyanzo visivyofanyaje? Visivyotarajiwa. Kwenye utoaji ndipo mahali unapopata, au ndipo jibu lako la funguo yako linapofanyaje? Linapopatikana, hasa katika ile limbuko. Wanaita first nini? First tunda au first fruits. Ipi sahihi? Hilo. Amen. Kwa hiyo ukitambua, ili mwaka huu uweze kuwa na funguo kama vile Yesu au kama vile Mungu alivyomfanya mwanadamu kuwa nani? Mwanadamu ni nani kwa Mungu? Mwanadamu kwa Mungu ni limbuko. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu kwa Mungu ni nani? Ni limbuko. Kwa hiyo njia zetu na baraka zetu zitafunguliwa kwa sadaka yako na limbuko lako. Mwanzo huu wa mwezi, mwanzo huu wa mwaka, pale ndipo pana funguo zako. Unapoingia ndani, si unaanza kufungua kwanza mlango? Lakini huwezi ukaingia ndani ukarudi kuja kufungua baadaye. Utakuwa umefanyaje? Utakuwa umechelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe kabisa. Kwa hiyo mawazo ya mwanadamu, akili inasema, nikiutoa mfano huu mshahara wote wa kwanza au faida hii ya kwanza, nitaishiwa. Nitaishije mwezi huu? Hiyo ni njia ya nini? Ni njia ya kiwanadamu. Amen. Lakini mawazo ya Mungu inasema, nipe cha kwanza ili nikusaidie vilivyobaki kuvibariki na kufungua madirisha ya wapi? Ya mbinguni. Yaani Mungu hataki vingi. Tulishazungumza tena, kuna wakati moja tulikuja vizuri kabisa na somo la nini?
la limbuko. Leo tunakuwa tu tunakumbushana juu. Amen. Kwa hiyo umuhimu wa limbuko safi, tunapotoa limbuko tunamwambia Mungu, Bwana, sitegemei mshahara huu wala biashara hii kama chanzo changu kikuu, na kutegemea wewe. Sitegemei huu mshahara, sitegemei hii faida, lakini nakutegemea nani? Wewe. Pagumu hapo siwezi kujibiwa. Amen. Uongo kweli? Hapo nakutegemea wewe. Unapotoa sadaka inayouma au sadaka ya limbuko, unamchokoza Mungu aachilie miujiza kutoka vyanzo visivyotarajiwa. Mungu hawezi kudaiwa. Ukimpa nafasi ya kwanza, ye atahakikisha kwamba analipa. Mungu hakubaliki kuwa dhalimu hata siku moja. Unapompa nafasi ya kwanza, hata kubali kudaiwa. Lazima afanyeje? Alipe. Bwana asifiwe sana. Mvua ni baraka. Amen. Lazima Mungu alipe. Sasa tunapohitimisha, Mungu anakuambia usifanye chochote. Anakuambia maswali ambayo labda nitakuachia. Mungu anakuambia ufanye nini ambacho hukielewi. Labda anakuambia uachilie mshahara au ufanyeje, au nusu ya mshahara au ni nini, kitu ambacho ni kigumu sana. Lakini Mungu anataka ujiulize hiyo maswali ili wewe aweze kuachilia baraka. Amen. Akili yako ni ngumu kukubali, lakini Biblia ndivyo inavyofanyaje, ndivyo inavyotueleza. Sasa leo kupitia somo hili tumevunja kabisa roho za kujiamini wenyewe. Amen. Ukaingia kwenye maombi kuvunja roho za kujiamini mwenyewe kwamba mimi naweza, lakini uamini kwamba Mungu ndiye anayeweza nini? Kufungua njia yako. Mungu ndiye anaweza, kwa sababu inawezekana kwamba wewe unajiona uko sahihi, lakini Mungu ndiye anayekuongoza njia zako. Mungu kwako ndio nini? Ndio kila kitu. Amen. Imani, kuwa na imani kwamba Mungu anaweza. Kuwa mtii. Amen. Kuwa na nini? Kuwa na utii. Sikiliza sauti yako. Sikiliza sauti ya Mungu ndani yako. Inasema nini juu ya namna ya kuutengeneza ule muujiza wako. Mwezi huu mzima tumekuwa na masomo mengi ambayo yalikuwa yanahusu nini? Miujiza. Amen. Bwana asifiwe. Lakini yote ilikuwa ni namna ya kupokea muujiza wako mwaka huu kutoka katika ile divine intervention ambayo Mungu anataka aliyekupa mwanzo wa mwaka huu kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kuwa mwongozo wako ili uweze kupokea huo muujiza. Mungu mwezi huu mzima amekufundisha namna gani ya kutengeneza huo muujiza. Wale waliokuwa wakifuatilia nafikiri wana kumbukumbu nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akubariki sana. Tembea ukijua kwamba muujiza siku zote hutoka katika vyanzo visivyotarajiwa. Akili zako zote ziweke kwa nani? Kwa Yesu. Amen. Tumshukuru. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya kusema nasi. Asante hata kwa ajili ya baraka ya mvua. Baba, tunakushukuru kwa sababu Bwana tumeona baraka zako. Mungu wetu na Bwana, tunapokuwa katika maandalizi ya kujitoa kama limbuko au ya kuja mbele zako kwa ajili ya limbuko la mwezi huu, Bwana Mungu, tunaomba Bwana ukatutangulie. Sema nasi ni jambo gani tunalohitaji kulifanya. Ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen.